kwa kutumia rasilimali walizonao kwenye maeneo yao, lakini tumeona fursa mbalimbali ambazo Mheshimiwa Rais amezishusha kwetu. Yawezekana tukawa tuzitambui, naamini kupitia kampeni wanaenda kuzitambua, namna ya kwenda kuzikimbilia na kuzichangamkia ili ziweze kutuletea maendeleo kwenye jamii yetu. Lakini pia tumeona utatuzi wa migogoro ambao unaenda kufanyika kwenye ngazi za chini kabla ya kwenda kwenye vyombo vya kisheria kama mahakama, namna wananchi watakavyoenda kuelimishwa na kujishughulisha kwenye utatuzi. Lakini pia mambo ya ukatili wa kijinsia ambao kiukweli kwenye wilaya yetu yapo kwa kiasi kikubwa. Tunaamini kama tutaenda kuyafanya vizuri tunakwenda kutatua. Lakini kipekee mahali popote penye migogoro hapawezi kuwa na maendeleo. Na kama kweli tunataka maendeleo chanya, ni lazima sisi wenyewe tuepuke migogoro kuanzia kwenye ngazi zetu za familia. Hapo tutafanya jambo kubwa na la msingi sana. Lakini tunaenda kuona taasisi za kifedha namna zitakaweza kwenda kuhusishwa kwenye shughuli ya maendeleo kuanzia ngazi ya chini. Kipekee nitumie nafasi hii kumpongeza sana na kumshukuru Katibu Mkuu wa Katiba na Sheria hiyo wizara. Tulimuomba baada ya kuona migogoro ni mingi sana. Hii timu ilishakuja ikafanya kazi yake ikaondoka, lakini tukamuomba rasmi atuletee tena. Nimefurahi kuona leo wamekuja. Nimshukuru sana kipekee alivyoweza kutenga muda huo. Najua nchi ni kubwa na maeneo ni mengi, lakini kwa sisi Tarime ametupendelea kutuletea hawa watu tena. Na tulifanya hivyo kwa sababu tuliona machozi ya wananchi ni mengi na mahangaiko ya wananchi ni mengi. Na kwa muda mfupi ambao walikaa Tarime walifanya kazi kubwa sana. Kwa tulimuomba kama special atusaidie kutuletea hao vijana tena waje wasaidie kutatua migogoro. Na wakaribisheni sana. Lakini pia nimefurahi kuona wameungana na timu ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii ambayo pia inashughulikia matatizo ya wananchi ya jamii hii ambayo tunaishi nayo. Kwa hiyo naamini kazi itakuwa nzuri sana kwa muunganiko huo. Kwa hiyo mtufikishie salamu kwa makatibu wakuu wa wizara hizo zote tatu, kwa maana ya TAMISEMI, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, lakini na Wizara ya Katiba na Sheria. Tunaamini inaenda kutatua na itafanya kazi kubwa, na baada ya kipindi hiki cha wiki moja tunaamini tutapata matokeo makubwa sana. Lakini nitoe maagizo kwa maafisa maendeleo ya jamii. Kwanza nitegemea pia mmewalika maafisa wa benki ili waweze kusikia hizi changamoto. Niombe katika hivi vikao vinavyofuata kuanzia cha kesho mualike mameneja wa mabenki yote waje washiriki ili waweze kuona namna gani waweze kujiengage kwenye kunyanyua uchumi wa wananchi wetu. Lakini pia tukawatangazia wananchi waweze kushiriki kwa wingi, wapate hii elimu. Naomba na waheshimiwa madiwani mtusaidie wapate elimu ambayo inaenda kutolewa kipindi hiki, itakuwa na faida sana kwao. Na ndugu viongozi, haya ndio hapo kwenye jamii yetu na hawa ndio wanaishi kwenye hiyo jamii. Kwa hiyo wametukumbusha baadhi ya maeneo ambayo tulikuwa tuyajui au tulikuwa tukiyasikia ili tuende tukayafanyie kazi. Lakini nishukuru wale viongozi wa vyama vya siasa walikuja kushiriki hapa. Ninyi ndio watunga sera, zinaanzia kwenu, kuanzia kwenye ilani zenu. Lakini pia ndio mnaishi na wananchi. Niwashukuruni sana kwa kujitoa kuja na kuja kuyasikia, najua mnaenda kuyafanyia kazi vizuri. Kwa kipekee niwashukuru wote, lakini na ninyi ambao mmeleta hii kampeni kwenye wilaya. Mimi niwaahidi tutatoa ushirikiano 100% hata zaidi. Sababu tunaona kabisa zinaenda kugusa maisha ya watu. Na ndio ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ametuagiza tuje tuhakikishe tunashuka chini kutatua changamoto za wananchi.